Bunge la Ikolomani kaunti ya Kakamega kwenye ziara ya maendeleo katika kaunti hiyo. Kindiki amekagua miradi ya maendeleo ya serikali inayoendelea katika kaunti ya Kakamega, miradi hiyo ikitarajiwa kuwezesha jamii katika eneo hilo kibiashara pamoja na kuimarisha ukuaji wa uchumi. Fertilizer ilikuwa 7,000. Serikali ikapunguza ikakuja 2,500. Ndio mkulima ajimudu kupata ile fertilizer, apande mahindi, apalilie. Leo hii miaka 2.5 ile unga ilikuwa 250. Imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100, iko 150 hapo, 145, 155 na tunakazana ishuke hata zaidi ifike 100 shillings. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Imeshuka kiasi na watu wengi ambao ni matajiri hawaelewi mambo ya kushuka kwa bei ya unga by about 100 shillings. Wanaona ni kama mzaha. Lakini kwa wakulima na watu mashinani, kushuka bei ya unga imefanya mzigo wa gharama ya maisha ipungue kidogo, na tunakazana hiyo bei ya unga na bidhaa muhimu ipungue hata zaidi. Iko sawa, nitafanya link. Tuendelee tusiendelee. Siko sawa hivyo. Vile unajua vile inahita hapa ambayo ni mafuta ya petroli ambayo inaadhiri. Profesa Kithure Kindiki, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Alfayo Kombo kwa mengi zaidi. Alfayo, habari za sasa Kisii kukoje? Amekuwepo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki katika maeneo hayo akizindua miradi ya serikali na kuzungumzia hatua ambazo serikali inachukua kuhakikisha maendeleo katika eneo hilo. Na asante sana Adrian Kilemi, na kupata vema kabisa kutoka uwanja huu wa michezo wa Etago ambapo kutoka muda wa saa 3 kufikia sasa naibu rais yupo hapa pamoja na Faruki Bet, viongozi wengine wa serikali ya Kenya Kwanza, viongozi wengine wa serikali ya ODM wapo hapa katika uwanja huu ambapo mazungumzo yanaendelea ili kuhakikisha kwamba wanafanya maendeleo asasi kwa leo. Tunazungumza pengine na mama moja hapo, tuambie mama, asasi kwa leo, tuambie mmefika hapa kufanya nini katika uwanja huu na ni kipi ambacho mlikuwa mnatarajia wakati mmefika hapa? Nafika hapa kwa mkutano na kuona Kindiki. Pengine mzee, umefika hapa siku ya leo, tunajua vyama mbalimbali vimeweza kufika hapa leo, wameungana ili kuhakikisha kwamba wanapata msaada ili kujiendeleza. Je, mnahisi kwamba siku hii imekuwa kwa muhimu kwenu? Imekuwa kwa muhimu kwetu kwa sababu kuna wale ambao wamekuja kupewa empowerment, pesa zimetolewa, watapewa. Mimi ndio nahitaji. Nimeona kuna umuhimu sana kwa sababu watapewa pesa. Na nimeona wakishanga pesa, kwa hivyo ni sawa. Ina umuhimu. Wale nimeona kuna makundi mengi, bodaboda, wote hao. Nafikiri wakuja kina mama wamekubali watawapea pesa, usadi nimeona wakichangisha pesa pale. Sawa, kuna umuhimu. Na by the way hakuna kitu muhimu kama pesa. Na asante sana. Kumbuka kwamba Adrian Kilemi asasi kwa leo, wakati hafla ilikuwa inaendelea, kumeshamiri cheche za siasa, hasa kuzungumzia baadhi ya maneno ambayo wengi wabunge ambao walifika asasi kwa leo wamekuwa wakikashifu baadhi ya matukio yale ambayo yalizungumza kinara au kiongozi yule aliyekuwa rais ambaye alikuwa naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua. Asasi kwa leo anaweza kumkashifu vikali. Kumbuka ni kwamba ni masuala ambayo tutakuwa tunafuatilia katika habari zetu za baadaye ili tuweze kutufahamisha msikilizaji wetu katika taarifa za baadaye. Sina ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Asante sana Alfayo Kombo. Mtazamaji kutoka Kisii sasa